أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله داعيا إلى الحق وشاهدا على الحق فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصر وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر إمام من اتقى وبصر من اهتدى. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن محارمه والالتزام بما أمر به، فإن المتقون هم الفائزون. Waja na kuhusieni na nausia nafsi yangu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kufaulu kwa mja yoyote isipokuwa katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu waumini, ama kwa hakika tuko katika mwezi mtukufu wa Rabiul Awwal, mwezi ambao tunauenzi kwa kuwa ni mwezi ambao ulipata sharafu pale ulipokuwa umehimili tukio la mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuna uenzi mwezi huu, umepata sharafu mwezi huu kwa sababu ya kuwa umebeba masaa na masiku ambayo ndio kutokea kwake kwa mbora wa viumbe ambaye si mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, ujio wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni fakhri, ni nembo kubwa kwa Waislamu, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandaa na kamwandaa kama rahma katika ulimwengu mzima. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 9 aya ya 128, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuarifu sisi kwamba aliyetujia ni nani, mfano wa mwezi huu wa mwezi Rabiul Awwal. Asema laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutokana na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, yani ambaye yeye ni mwenye utukufu na mwenye kuzingatia kwa yale yanayohusu nyinyi. Harisun alaykum, yani ambaye ni mwenye mapenzi juu yenu. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mwenye mapenzi na mwenye kurehemu, yani mpole na mwenye kurehemu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituzungumzia kutupatia taarifa juu ya nani ambaye anatujia, ambaye si mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kwa hiyo yani sisi muumini kwa mwezi kama huu anakuwa ni mwenye kuwa na furaha, kwa sababu anasherehekea juu ya ujio wa yule ambaye ni mbora wa viumbe aliyemzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia kuhusiana na maumbile yake na maandalizi yake, kwamba yeye ni kiumbe aina gani, lakini kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyotujia hapa ametujia na kwa hakika akawa ni mtu ambaye anaonyesha ana maandalizi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameleta wito wa usawa baina ya watu, ameleta wito wa kupendana, ameleta wito wa watu kutobughidhiana, ameleta wito wa watu kusaidiana, kuhurumiana. Ndio yaliyokuwa mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbali na tabiri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ana maandalizi ya aina gani, amemwandaa namna gani, lakini yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha. Na ndio maana hakuna kitu ambacho Muislamu anaweza kukitukuza na kuwa na fakhri juu yake kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba katika sura ya 3 aya ya 103, baada a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim, asema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Bali na mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na msiwe wenye kufarikiana. Yani maana yake tushikamane na yale mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyatoa kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ndivyo inavyotakiwa waumini Waislamu wawe ni kitu kimoja. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wadhkuru ni'matallahi na ndivyo alivyobaliki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunaambiwa kwamba maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yalipelekea watu kuhisi kwamba ni kitu kimoja. Tunaambiwa kwamba Mtume alipofanya hijra ya kwenda Madina, waumini wa almuhajirun
na Ansari walionyesha yale athari, yani ama ile athari ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kuonyesha kwamba Waislamu waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume ni kitu kimoja, kwa sababu tunaambiwa muarrikhuna wanasema kuwa ilifikia wakati Ansari kutoa katika sehemu ya mali yake, kutoa katika sehemu zenye miliki yake na kumpa mwenzie ambaye ni muhajir, katika muhajirun, yani na yeye ajisaidie, na yeye asikie ni kana kwamba na yeye yuko katika hali ya utulivu. Namna ya Uislamu, namna ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalivyokuwa yanaunganisha watu kwa kitu kimoja. Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaielezea hali hii pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa kwamba alipofika Madina kuna makabila yaliyokuwa yana uhasama wa muda mrefu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amefika, kwa maneno yake mazuri, kwa maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni wenye kuwapatanisha, na wakawa ni watu wenye kuelewana na kuishi kama binadamu na kuishi kama ndugu. Katika tunaambiwa kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam kama alivyoelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba hatukukutuma isipokuwa wewe ni rahma kwa ulimwengu mzima, kwamba Muislamu namna ulivyokuwa umekamilika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifikia mahali kwamba yeye ni mpenzi wa kila mmoja, na dawa yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam ilikuwa katika misingi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema katika Qur'an, la ikraha fi din, kwamba hakuna kulazimishana katika dini. Na ndio maana utakuta kwamba Waislamu walipata kuishi na hata na watu ambao hawakuwa ni Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam tunaambiwa kwamba muamala wake alikuwa akiwa na muamala hata na watu ambao si Waislamu katika makubaliano ya baina yake Mtume sallallahu na Makureishi wa Maka, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikubaliana na mikataba waliokuwa wamewekeana na Makureishi. Kwa sababu gani? Pamoja na kuwa Makureishi hawako katika haki, walikuwa wakidai mambo ambayo yako kinyume na muongozo na da'wa na sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam bihikmatihi, kwa hekima yake na kwa hikma aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kukubaliana nao ili kufikia nini? Kufikia katika ule usalama. Na ndio maana tunaambiwa kwamba ile Fathi Makkah, Makureishi walipoulizwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, sasa je, mnatarajia nini katika yale ambayo mimi mmenifanyia mimi? Kwa sababu wao wamempiga vita katika mji wake yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam ambao ni Makkah, kisha wamerudi wamemwandama mpaka Madina, wamemuulia waumini wake, ndugu zake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa anauliza, sasa je, leo mnafikiria mimi nitafanya nini kwa yale ambayo nyinyi mmenifanyia? Wale Makureishi kwa kujua kwamba sisi kwa hakika tumemtendea vibaya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ni mambo ambayo mtu huwezi samehe kwao, wakamwambia, ewe Muhammad, kwa kuomba utuchukulie hatua, lakini utuhurumie. Na nini alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akawaambia, idhhabu wa antum tulqan, ni nendeni, hakika nyinyi mko huru. Yani manake akawasamehe kabisa. Kwa hiyo utakuta kwamba ile maana ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kama rahma ilikuwa inaonekana na imetimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa
akiwajulia hali hata wale ambao hawakuwa wamekubaliana na Uislamu. Tunaambiwa kwamba katika mji wa Maka kwamba kuna bwana mmoja alikuwa akimfanyia vitimbi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa katika njia ambayo alikuwa akipita Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kwenda katika ibada. Basi akimwekea takataka, akimrushia sijui vitu vichafu. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita siku 2-3 haoni athari ile, kwamba akaulizia bwana huyu bwana huyu ambaye ni kama jirani yangu mimi najua tunakutana naye mara kwa mara nikipita hapa, siku hizi simuoni mimi, sipati habari yake. Vipi, kuna mtu yeyote anajua hali yake? Bwana mmoja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli huyo bwana sasa hivi mgonjwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kwamba siyapati yale maudhi kwa sababu yuko bwana mgonjwa. Akasema basi nipelekeni nikamuone. Na kweli Mtume alichukuliwa, watu wakafikiria kwamba sasa ndio kwa mtu wa kawaida, adui wako akiwa katika dhiki, wewe ndio kama dua yako imekubaliwa, na hapo ndipo unazidishia, unapata nafasi. Hata labda pengine alikuwa akikuonyesha manguvu sana ya kuwa yeye ana nguvu kuliko kila kitu, hapo sasa wewe ndio utatafuta nafasi. Kama ni kukuitishia maji pia unaweza ukamtilia sumu, potelea mbali. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam baadaye alikwenda na akamwambia kwamba mimi nimekuja kukutembelea kwa sababu siku 2-3 sijakuona, na nikapata habari kwamba unaumwa. Kwa hiyo sasa nimekuja kukujulia hali. Yule bwana kile kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilimwathiri sana, kwamba mbali na yale ambayo mimi nimemfanyia Mtume, lakini yeye ameweza kunifikiria baada ya kusikia kama mimi siko katika hali nzuri. Kwa hakika huyu si mtu wa kawaida. Kwa hiyo utakuta hayo ndio mafunzo, na tunaambiwa kwamba wale waliokuwa wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri na wakamfuata, walichukua suluki yake, mwenendo wake, ambao walikuwa ni watu wanasifiwa katika huruma, katika kujaliana na kujuliana hali na kusaidiana. Na hapa ndipo tunaambiwa kwamba Imamu Ali alayhi salam anatuambia katika maneno yake madogo kwamba yaqul la yakmulu imanu abdin, yani imani ya mja haiwezi kukamilika hata yuhibbu man ahabbahu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ampende yule ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempenda, wa yubghidhu man abghadahu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile amchukie yule ambaye anamchukia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa katika kumchukia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kwamba lazima tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapenda yale mazuri, hapendi yaliyo mabaya. Kwa hivyo kwa kila aliye mtu mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi kwa muumini anatakiwa kuwa ni mwenye mapenzi naye, na kila anayekwenda kinyume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au usijikurubishe na mtu ambaye ni adui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama mtu ameamua kwamba yeye anamkhalifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakuwaje karibu naye? Kwa hiyo tunaambiwa kwamba waumini ni lazima tuwe ni wenye kupendana, ni lazima tuwe ni wenye kujuliana hali, na hii ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatupigia mfano kwa kwamba kila aliye muumini, na kila aliye muumini anakusudia kwamba aliyemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Aliposema katika maneno yake matukufu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema mathalul
mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad, yani mfano wa waumini katika kushikamana kwao, katika yani kuhurumiana kwao na kuoneana imani kwao. Anasema ni mfano wa kamathalil jasad, ni mfano wa mwili mmoja. Idha shtaka minhu adhun tadaa sairu aljasad bishahr walhumma. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waumini wanatakiwa kuwa ni kama mfano wa yani mwili mmoja, yani sehemu ya viungo katika mwili mmoja, kwamba mfano huo ni kwamba lao kitapata matatizo kiungo kimoja, basi mwili mzima utakesha katika shida na dhiki na kuwa katika hali ya kuhangaika. Yani kwa mfano kwamba muumini anatakiwa kumuona muumini mwenzake akiwa katika shida, ile shida yeye aihisi kana kwamba ni yeye yuko katika shida ile. Na hivi ndivyo mafunzo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie imani ya kuweza kuhurumiana na kumfuata Mwenyezi Mungu na mtume wake katika mafunzo yake. Allah Mwenyezi Mungu atudhibiti katika yale yaliyo mazuri na atuepishie katika yale yaliyo mabaya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina mawlana innaka tawwabur rahim warhamna warham walidana min fadlika innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alayhi wa alayhim ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن محارمه والالتزام بما أمر به والاجتناب عما نهى عنه فإنه لقد فاز المتقون. Waja waumini na kuhusia nafsi yangu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kufaulu kokote katika maisha ya mja duniani mbele ya akhira isipokuwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, enyi mlioamini, msiwachukue wale walio maadui zangu mimi, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maadui zenu awliya kuwa ndio viongozi. Tulquna ilayhim bil mawadda, nyinyi mnabadilishana baina yenu na wao kwa mapenzi. Wakati kafaru bima ja'akum, na hali ya kuwa wao wamekufuru kwa yale ambayo yamekujieni min al-haq, katika haki. Yukhrijuna ar-rasula
wa iyyakum, wanamtoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nyie antuminu billahi rabbakum, yani kwamba msiweze kuwa katika wenye kumwamini Mola, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiye Mola wenu. Hapa aya hii ni ndefu, haijakomea hapo, lakini inaendelea. Tunachukua kipande kimoja tu kama mwongozo na wasia wake aliyotupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwachukue wale ambao ni maadui zetu sisi au maadui zangu na maadui zenu kuwa ni vipenzi ama ndio viongozi. Kisha anasema tulukuna ilaihim bil mawadda, mnakuwa ni wenye kuongea nao, kubadilishana na wao kwa kuridhiana, kwa mapenzi. Nasema wakad kafaru bima jaakum, na wao kwa hakika wamepinga, wamekufuru kwa yale ambayo yamewajia. Hii aya inatuelekea sisi Waislamu na waumini. Ukweli kabisa ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuja na mwito wa kuunganisha, kwa sababu yeye ametumwa katika ulimwengu mzima na kuleta amani. Ndio maana ya Uislamu. Leo yale ambayo tunayashuhudia mwanzo katika dhulma ambazo zimefanyika katika ardhi ya Palestina, ambapo sisi kama Waislamu tunajua kwamba Palestina ni ardhi na Wapalestina ni Waislamu, ni ndugu zetu sisi kama Waislamu. Lakini kilichopelekea cha Israeli kuweza kutangaza dhulma zao kwa watu wa Palestina kwa kiasi hicho ambacho cha ulimwengu wameshuhudia, huwezi kuamini. Na ndio maana unakuta kwamba Shabu Palestina kila siku wanasema, wanauliza aina antum ya muslimun, mko wapi Waislamu? Aina antum ya ikhwanuna, mko wapi nyie ambao ndio ndugu zetu sisi? Palestina iko katika maeneo ambayo ni ardhi ya Waislamu. Palestina ina nembo ya msikiti ambao ndio msikiti wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio nembo ya Waislamu wote, haki ya Waislamu wote, Baitul Maqdis. Yani ulimwengu mzima unafahamu, Waislamu wote wanafahamu. Tunazo dola ambazo ziko katika imara, ambazo ziko katika uongozi wa nembo ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la tattakhidhu, anasema la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquna ilayhim bil mawadda, msiwachukulie wale maadui wangu na maadui zenu kuwa ni ndio viongozi wenu, kisha mnakuwa ni wenye mnaridhiana, mnakubaliana, mnazungumza, mnacheka nao, na hali ya kuwa wao wameshakufuru na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam anakuleteni. Israeli, kama ingekuwa kweli Waislamu wamechukua nembo ya ile haki ya Muislamu juu ya Muislamu kwa watu wa Palestina, Israeli isingefikia kiwango hicho. Kisha hii ni ishara mojawapo ya kwamba kwa nini hizi dola ambazo zina nembo ya kuwa ni dola za Kiislamu, mbona isikike ni kwamba ni watu wa kushirikiana tu? Mbona aonekane Muirani kwamba yeye
si mtu mzuri katika ulimwengu, kwa sababu anahuzunika, anafanya kila njia ya kumsaidia Palestina. Mbona aonekane Myemeni kwamba si mtu mzuri kwa sababu anahuzunika na anafikiria namna gani atamsaidia Palestina? Mbona aonekane Mlebanon, Msyria kwamba si watu wazuri kwa sababu ya wao wanahuzunika juu ya yale ambayo yanafanyika Palestina? Mbona kuwe na dola ambazo zinajitangaza kuwa ni dola za Kiislamu, zinatoa nafasi ya wale maadui kuweza kupenyeza nyenzo zao na kutoa nafasi ya wao kushiriki katika kwenda kufanya uharibifu ambao unafanyika kwa ndugu zao Waislamu. Leo tunaambiwa kwamba dola za West countries kwamba wao ndio nchi ambazo zinaendelea, ndio nchi ambazo zinatambua sana ubinadamu. Sasa tunajiuliza, viongozi wa nchi hizi ubinadamu gani ambao wanautangaza wao? Hawaoni watoto namna walivyodhulumika katika Palestina? Hawaoni namna ya watu wasiokuwa na hatia kwa sababu ardhi ya Palestina? Tunaambiwa kwamba hata hizo nchi ambazo ni za Kiislamu, ambazo zina muongozo wa nembo ya Kiislamu, haina maana kwamba hakuna asiyekuwa Muislamu kule. Mbona Waislamu wakawa wanaishi nao vizuri? Ni nani ambaye hafahamu katika dhulma ya Waisraeli walioifanya katika ardhi ya Palestina? Ni nani ambaye hafahamu kwamba Waisraeli wamechukua kimabavu katika nchi na kuwanyanyasa Shamu ya Palestina? Katika ulimwengu mzima hakuna historia ya kuwa Waisraeli wao ndio wamiliki wa katika nchi ya Palestina. Dhuluma ambayo inaendelea mpaka sasa hivi, tunaambiwa kwamba nchi kwa mfano kama Amerika, na pamoja na kutokuwa na aibu na haya, wao wako tayari kumsaidia Muisraeli kwa chenye anakifanya, na ulimwengu mzima unashuhudia, kuliko kuyaona na kuona zile dhulma zinazofanyika kwa watu wa Palestina. Wanasema kwamba wao ndio wenye kutambua na kuzitoa mifano zile haki za kila mmoja na kila binadamu kuwa na haki ya kuishi. Lakini hatuoni sisi kwamba wao ndio wameshiriki katika Israeli kupeleka wanajeshi, kupeleka vifaa vya kijeshi ili kuwapiga Shamu Palestina? Sasa kisheria katika vita ni kwamba unapigana na yule unayepigana naye. Leo nembo ni kwamba wanatafuta Hamas katika ardhi ya Palestina. Kama wewe haja yako ni Hamas, mwanajeshi wa serikali ya Hamas, mbona ukavunje nyumba ambayo imelala watoto, imelala watu wazima, imelala watu ambao hawahusiki kabisa katika vita, hawajashiriki kabisa katika vita? Ubinadamu gani ambao wanaufanya wao kwa kushirikiana na Wanaisraeli katika kuwanyanyasa? Kwa sababu hata Palestina kuna wasiokuwa Waislamu. Leo unakuja unaenda unavunja mpaka sehemu ya matibabu, hospitali. Leo unaenda unaharibu mpaka sehemu ya shule, mahali ni watoto pa kusomea. Sasa ni haki gani za binadamu wanatutangazia? Kwa nini iwe Palestina kufanyiwa anayofanyiwa aonekane na dhulma kubwa? Kwamba sio dhulma inayoonekana. Leo tunaambiwa kwamba Ukraine
pia wako tayari kuweka kila kitu na wametuma kila kitu dhidi ya nani? Ya Mrusi. Lakini ukweli ni haki ya binadamu wanapigania au ni maslahi yao ya viongozi wa nchi za kimagharibi? Kwa sababu kama ni haki za binadamu kusingekuwa na maandamano hata ndani ya nchi zao, kwa sababu binadamu ni mmoja, alhaq wahid. Mbona auliwe mtu asiyekuwa na yatima na wewe usihuzunike kama kweli ni haki? Haki zao si haki zingine isipokuwa ni haki zile ambazo wanatupatia mifano sisi katika nchi zetu za Afrika. Haki kama vile kutuletea ushoga, uhanithi na kutuambia kwamba kama ukubali basi mimi hauna rafiki na mimi. Yani hizo ndio haki. Yani hapo ndio mtu unaona kama umefanya haki. Haki ya kutuletea kututoa katika binadamu tufanane na wanyama kama vile au zaidi ya wanyama. Kutuambia mtu akitembea uchi usimguse kwa sababu hiyo ni haki yake. Lakini leo huoni haki ile ambayo yani dhulma ile ambayo inafanyika Palestina. Huoni dhulma ambayo inafanyika Lebanon. Leo mashambulizi yanayofanyika Lebanon mfano kama yale ambayo yanafanyika Palestina. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuambii kwamba wameshambulia kambi ya kijeshi. Hatuambii kwamba wameshambulia katika kituo cha kijeshi. Wanatuambia kwamba wamepiga nyumba fulani, wameua watu fulani na kisha wanajifurahisha. Juzi tuliona namna vile Netanyahu anajifaharisha kwamba akisema ninawaonya watu wa Lebanon. Sasa wewe unawapiga Hezbollah ama unawapiga shabu Lebanon ambao hawana hatia? Ni haki gani hizi? Kisha nchi za kimagharibi ziwe zinachangia mchango mkubwa wa kupeleka zile silaha za hatari kabisa, wakijua kwamba zinaenda kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Haki gani za binadamu ambazo wako nazo? Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia tusiwachukue wale maadui wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui zetu. Nchi za Kiislamu ambazo zinadai kama ni za Uislamu, tunaona katika mitandao, tunaona katika habari, tunafahamu kwamba wengine wameshiriki vile vile kuwapa nafasi maadui wanaokwenda kuwaua ndugu zetu Waislamu, kupitisha silaha, kupitisha mambo yao. Hivi ndivyo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha? La. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia al-muslim akhul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Leo nchi za kuhesabu kama nilivyosema kwamba nchi za kuhesabu zenye zinahuzunika, zenye zinasikitika kwa yale ambayo wanayoshuhudia Palestina na Lebanon. Malengo nini? Tunasema kwamba Lebanon ni nchi ambayo iko katika muongozo wa Kiislamu, lakini ndani yake kuna adiani, dini tofauti. Kuna Wakristo, kuna Mayahudi ndani na wameishi vizuri. Maana hayo ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dua zetu ianze katika ile kuwaombea viongozi wote wa Israeli na awanuhum na wale wanaosaidia na nao, hususan katika nchi za kimagharibi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awadhalilishe, awaangamize katika ardhi yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Biduai hadha amma yujibu al-mutarra, mara 5 iwe ni dua kwa nusra ya waumini wote ambao wako katika dhulma hii, kuanzia ndugu zetu wa Palestina na ndugu zetu wa Lebanon na ndugu zetu katika maeneo mengine wanaokusudiwa, wanaolengwa kama Waislamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.